zipo inafunguka kwa sababu yangu. Sasa nifanye nini? Usikilize moyo wako Abi. Na nikaongea nani huyo? Moyo wangu unaniambia kwamba natakiwa kumsaidia Miwani. Nifanyeje sasa? Miwani, Miwani, subiri kwanza, simama, subiri. Vipi? Kuna mende? Nini? Hakuwezi kuwa na mende kila wakati. Sawa, simama hivi. Uko wapi? Niko hapa. Nifuate. Wapi? Nifuate. Wewe, wapi? Bibi anatuita, hebu tu. Bibi? Wewe, si uko. Ni hapa. Twende. Vipi? Kwa nini bibi hawe huku? Unifuate tu. Habari. Unafanya nini bwana? Bibi mwenyewe yuko wapi? Mbona simuoni sasa? Wewe, hebu Kwa nini umenishika namna hiyo? Hakuna mtu yeyote anayetuona. Nimwambie nini? Kama nitamwambia chochote, basi ataanzisha ugomvi hapa. Mbona usemi chochote? Mtu hataki kuwasaidia wengine, si ndio? Msaada gani tena? Kukusaidia wewe. Kunisaidia kivipi? Usijali, utajua tu baada ya muda. Sasa wakati mwingine, na tayari nimeshajua. Najua kabisa kuna kitu umepanga dhidi yangu. Umechanganyikiwa eh? Leo ni siku yako ya mwisho. Sasa kuna sababu gani mimi nipange mpango wote ule dhidi yako? Kwa ndio nini kama ni siku ya mwisho? Unaweza kujiingiza katika matatizo wakati unajaribu kunisaidia. Kwa nini? Mpenzi wako yule pale, kama akikuona unanifuatafuata sana, kama si wivu utakaomuongoza, basi ni moto hakika. Pragia mwanangu, njoo hapa. Sawa, nakuja bibi. Kila laheri. We, Miwani. Niende wapi sasa? Niende wapi? Kwa yule au kwake? Ngoja niende tu kwa Purab. Puja, njoo uone nani amekuja. Bulbul, siku nyingi sijakuona, nimefurahi kukuona. Jamani shogangu, siku nyingi sana. Haya twende. Tumefurahi sana. Karibu kwanza ndani ukae. Haya shoga yangu. Hatimaye leo umepata muda wa kuja kutuona. Na kama usingekuja leo, basi tungehisi kama umetusahau. Hivi unajua tumeahirisha mipango mingapi kwa ajili yako? Na wala hata kuweza kutokea. Hivi nyinyi mnafahamu kwamba dadangu ameolewa sasa hivi? Kwani kama nimetingwa. Na baada ya hilo katika familia aliolewa dada kukaa na sherehe. Ila nawaahidi, safari nyingine lazima tena. Sawa, siku nyingine utakuja. Ile utakuja na mchumba wako. Mchumba? Lakini hauna haja ya kutuficha sisi kitu chochote. Hata hivyo, sisi tulijua ya kuwa wewe unatudanganya tu. Na ndiyo maana nikachukua picha zako na nikazihifadhi kwenye ukurasa wangu wa mwisho. Huyu si ndo mchumba wako si ndio? Unafanya nini Bulbul? Mbona umezifuta? Kwa sababu leo anaoa na anaenda kumwoa mtu mwingine. Unamaanisha nini? Yaani kama ambavyo nimeifuta hii picha yake katika simu, natamani nimfute vile vile katika akili yangu. Bulbul, hii inahuzunisha sana. Wanaume wa siku hizi ndivyo walivyo. Hawaeleweki na hawaaminiki. Usiwe na imani nao, ili usiwe na wasiwasi. Kama hawezi kuwa na furaha huko aliko. Hapana, Purab hayuko hivyo. Ananipenda sana mimi. Kusema kweli ananipenda. Na anaoa kwa sababu mimi ndo ambaye nimemwambia. Nini? Na kwa jinsi vile ambavyo ananipenda, hawezi kabisa kukaa mbali na mimi. Mbona umechukua muda mrefu sana? Taratibu zilikuwa zinakaribia kuanza. Dada, unajua ni nini? Mama alikuwa anafikiria ni jinsi gani anaweza kuwakabili hawa watu. Na ndio maana unamwona katika hali hii. Mimi nilijua baada ya kudhalilishwa sana usingeweza kurudi tena hapa. Lakini umekuja hapa kwa sababu ya furaha yangu tu. Haikuwa sawa. Mwanangu, wakati wote tulikuwa tukifedheheshwa na kosa ambalo mtoto wetu hajafanya. Lakini tabasamu lako litatuponya majeraha yetu na tutakuwa wenye furaha daima. Kwa sababu ya kosa la Bonet, kuna mtu yoyote leo kutenda vibaya kwenye hii familia. Nachomaanisha ni kwamba bibi yake Abi, Alia na Abi, hakuna aliyesema chochote wala hakuna aliyefanya chochote. Sana sana wanachojaribu kukifanya ni kunifanya niwe na furaha, ili nisiweze kujisikia huzuni kutokana na ile tukio la siku ile.
Bulbul? Mama, si ulisema utaongea na Pragya? Usijali, mimi nitaongea naye. Mwanangu, kulikuwa kuna sherehe ya kuzaliwa rafiki yake. Alitaka kwenda nikamruhusu. Ningemruhusu pia. Lakini kwa nini aende leo? Alafu ana marafiki wengi sana, ila huyo sijawahi hata kumsikia. Na hakuna rafiki yake wa muhimu zaidi yako wewe. Mimi najua Bulbul. Umeshindwa kuja kwa sababu umeshindwa kushuhudia ndoa ya Purab na Alia. Umebeba mzigo mkubwa sana kwa ajili yangu na mimi nashindwa kufanya chochote. Pragya, uko hapa? Shangazi na Sarla, nimefurahi kuwaona. Hebu kweni na amani, mjisikie mko nyumbani. Twendeni basi, sherehe za mila zimekaribia kuanza. Haya jamani, twendeni. Tangulia, tunakuja. Hey, unafikiria nini? Lazima utakuwa unafikiri kwamba ulitakiwa uwepo pale badala ya Ali, eh? Oh, Mungu wangu, unapata maumivu makubwa, eh? Vizuri. Kwa sababu unavyozidi kujisikia vibaya, ndio mimi ninavyojisikia vizuri. Sikilizeni, hatimaye sasa ule muda tuliokuwa tunausubiri umefika. Sasa kila mmoja ajiandae kwa ajili ya hizi mila. Haya, karibuni. Wewe kaa hapa, mimi naenda ndani. Acha iwe kaka. Unajua anaweza kubadilisha mawazo yake. Halafu taji la maua liko tayari. Bibi, baada ya hili tunafanya nini sasa? Wazunguke. Baada ya hiyo Kuaga. halafu na harusi itakuwa imekwisha. Kuaga. Hongera sana. Kwa sasa mimi na wewe hatuna uhusiano wowote. Hebu ngoja harusi iishe. Kwa heri. Kwa sasa ngoja nikaangalie maandalizi. Bibi, tunatakiwa tupige kwa ajili ya mila. Hebu nifuate. Ndio. Twende, nifuateni. Samahani. Hongera, hatimaye umeolewa sasa. Inatakiwa iwe mpenzi, kwa sababu daima huwa nafanya ninachokiamua. Baada tu ya harusi kuisha, na Pragya naye ndipo atakapoondoka katika nyumba hii. Hakika. Cheers. Familia ya Bulbul imekuja hapa, ila Bulbul yuko wapi? Dada Pragya, Bulbul yuko wapi? Purab, leo ni siku yako ya ndoa. Itakuwa ni vizuri kama ukiacha kumfikiria Bulbul katika hili. Lakini Purvi, Bulbul yuko wapi? Hajaja hapa. Kwa nini? Mimi sijui ni kwa nini hajaja. Na hata hivyo aliondoka asubuhi akiwa na haraka kweli. Na hata hivyo siku hizi nikimuuliza maswali hanijibu kabisa. Yaani hata sijui siku hizi ni mtatizo gani. Ni kama vile kavurugwa. Nakuacha. Sawa. Zipu yangu. Robin, hebu peleka ya matunda pale jukwani. Nitafanya nini? Mama yangu naye yuko mbali, nitafanyaje? Kitambaa chenye hiki kinaonyesha. Purvi yuko wapi? Mbona simuoni? Nitamwomba nani msaada?
Malikia wangu uko hapa. Mtumwa wako nimeshafika. Hebu twende huko, bibi anakuita. Twende. Nini? Wewe, uko kudanganya hapo unafikiri kwamba wewe kweli ni Malikia eh? Usianzishe matatizo sasa hivi. Hebu twende. Wewe, zipo blouse zimefunguka. Kwa hiyo Bwana, nitafanyaje? Nitawezaje kwenda? Si yote imefungukaje? Nilifunga vizuri. Kwani si ulifunga wewe vizuri? ndio, mimi nilifunga vizuri. Subiri kwanza. Kuna uko unanifuata huko umenifunika mgongoni. Unajua kabisa kwamba zipi yangu imefunguka. Unanifunga kwa makusudi eh? Sasa kwani niharibu makusudi? Nipate nini hasa? Mimi nilikuwa nikifikiria kukwambia lakini nikahisi kwamba tutaanza kugombana. Usiponiambia ukweli kuhusu jambo kama hili lazima tugombane. Kwa hiyo ni nini sasa kama mimi sijakwambia? Nilikusaidia lakini wewe kuhitaji msaada wangu. Na ndio maana pale nilipokuwa nikukusaidia ulisema kwamba kuna mpango mbaya napanga juu yako. Mchumba wangu ananiangalia na kila mtu hapa anakushangaa. Haya unaendelea kusimama. Mimi naondoka zangu. Ngoja. Hebu nipeleke mpaka chumbani. Nataka niende kubadilisha nguo. Hebu nisikilize, wewe unahitaji msaada wangu. Kwa nini nikusaidie sasa? Kama sio ikiwa kama mume, basi fanye kama rafiki yangu. Rafiki gani huyo? Kwanza nani huyo? Afulidi mimi wewe tulianza kuwa marafiki. Haya sawa basi fanye kama binadamu. Sawa. Nitakusaidia. Lakini sasa inakubidi niombe. Kama unavyojua napenda sana kuombwa. Kama utaki sawa. Tafadhali. Tafadhali naomba nipeleke chumbani. Hapo sasa umetumia maneno sahihi lakini ile hisia zako kama vile hazikuwa sawa hivi. Hebu sema kwa hisia za Udi. Twende, wewe ni mwigizaji mzuri bwana, unaweza kufanya hilo. Hebu twende, ongeza hisia tena. Usaidi kidogo. Wewe ni muungwana sana. Huwezi kuvumilia kumwona mtu akiwa anaumia na mimi nipo katika maumivu makali sana. Tafadhali naomba nisaidie. Asia, bibi, unaonekana kwa vizuri sana ukiwa unasema ukweli. Tafadhali nipeleke chumbani. Asia, tafadhali. Tafadhali mzuri. Tafadhali mzuri. Umesema kwamba mimi ni mzuri? Lakini basi lazima nitakuwa mzuri. Unataka kwenda wapi? Chumbani kwangu. Chana? Chumba chako. Ndio kila kitu kiko sawa, mama. Sawa. Twende. Twende haraka. Asante Mungu mmefika hapa. Haya, nenda, bibi yako anakuita. Hapana Dasi, sasa hivi tunaelekea chumbani kwangu. Chumbani? Abi, hautakiwi kwenda chumbani sasa hivi. Unatakiwa kwanza umalize hizi sherehe za mila. Ukishamaliza tu utapata ruhusa baadaye, sawa? Hata hivyo ninajua nyinyi wawili mnataka kupata muda wenu wa kuwa wawili. Mimi? Pragya, hizi sherehe za mila zimekaribia kuanza. Shangazi, harakisha basi. Unasema nini tena? Dada, nashukuru Mungu hata umeweza kuwazuia. Maana hata sijui walikuwa na mpango gani jamani. Mpango gani? Fungate. Yaani nilikuwa namaanisha hivi. Hawa wawili kwenye hii sherehe ya Purabu na wenyewe wanataka kuanzisha yao. Unajua hata wewe ni mkorofi. Mwanangu, mhubiri anataka kufanya baadhi ya mila na nyinyi. Twendeni, twende. Tuache hawa. Umefukani. Twende. Haya, karibuni. Oho, naona wapendanao hawaachiani. Haya, tafadhali naomba mshike hii hapa. Sio mkono wa kushoto, shika kulia. Mchungaji, kuna tofauti gani sasa kama nikitumia mkono huu? Inaleta tofauti. Tafadhali, wewe kama mkubwa tafadhali waambie. Ndio, mkono. Bibi, tafadhali. Sawa, hakuna tatizo. Mhubiri, unajua huyo ni mashoto. Ameweka mkono wake wa kulia mahali sahihi. Kwa hiyo sio mbaya. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi. Huo mkono hauna matatizo yoyote kabisa. Mwenyezi Mungu bariki familia hizi, mume pamoja na mke pamoja na familia zao kwa ujumla na watoto wao. Ubarikiwe. Niko nafurahi sana leo. Kwa nini? Nafurahi. Basi natoa mkono wangu. Hapana. Utaanza kuwa mtoto mbaya sasa hivi. Umeshatimiza majukumu yako, kwa naomba utulie.
Kuna shida gani? Kipenzi, ombi lako limetimia. Na vipi kuhusu mimi? Pride ataondoka lini? Kwa nini hautulii Tano? Ndio naolewa, lakini tutamwaga yule karagosi kesho asubuhi, tena mapema. Usiwe na wasiwasi sana Tano. Kama utaendelea hivi utapata shinikizo la damu. Uone jinsi kaka alivyo na furaha, kwa sababu anajua Ali atafanya kitu, na mimi kama Ali lazima nimhakikishie. Kwa hiyo nataka kuhakikisha yule kikaragosi anadhalilika na kutukanwa mbele za watu, kisha atupwe nje ya nyumba hii. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi, kwa sababu kesho kaka atakuwa huru. Na kingine pia, na hiyo basi ndio itakuwa zawadi yangu ya harusi kwako wewe pamoja na kaka. Halafu na mimi itakuwa kama zawadi ya fungate. Natumai hivyo, kwa sababu nashindwa kuvumilia kumwona akiwa na Abi kila wakati. Nimeshakwambia mpenzi, tulia. Na kesho patakapokucha itakuwa ni mwisho wa harusi fupi kuliko zote zilizotokea duniani. Sasa hivi tumemtoka kuniambia Purab kwamba kwa ajili ya furaha yangu utafanya chochote. Purab, furaha ya dada yangu ndo furaha yangu pia. Naomba moyo Alia basi. Bado kuna muda wa ziada Purab, la sivyo utaweza kumkosa kwenye maisha yako yote. Purab, leo ni siku yako ya ndoa. Itakuwa ni vizuri kama ungeacha kufikiria Bulbul katika hili. Labda nikiblock namba yako itasaidia, na kumbukumbu zako zote nikiachana nazo sitaki kabisa kukumbuka. Kwanza leo na kuendelea hatutaongea tena Purab, kwa sababu leo ni siku yako ya harusi. Naenda kwa tayari umeshaoa. Twende, ongeza mwendo. Yaani kwa sasa usisimame tena hata kama kitu kimekuaje. Twende. Naona unanikwepa eh? Kwa nini kukwepa sasa? Wewe ni mweo au miwani? Unaenda wapi sasa? Tulia hapo. Wewe umesema kwamba haijalishi kitu gani kitokea, hata kama ni tufani. Hatutasema moto nipeleka chumbani. Chumbani? Kimetokea nini Abi? Tano, sikia hivi. Toa mkono wako. Siamini. Sio mkono, toa. Siwezi kutoa mkono hapo. Kwa nini hautaki? Nguo yake imeachia kwa nyuma. Unafanya nini? Ni mpenzi wako, sio wangu. Kwa unachokifanya hapa, nampeleka chumbani. Twende. Kwa nini unamsaidia? Mwache adhalilike. Tano, haya yote yametokea kwa sababu yangu. Wakati nilipokuwa nikimfunga sipu. Hapana Tano bwana, haiko kama hivyo. Nilikuwa nikiangalia pembeni wakati nilipokuwa namfunga zipo. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia kwa sababu ilikuwa tumeshachelewa. Kwenye haraka zipo ikavunjika. Siwezi kuelezea Tano, nataka kumpeleka chumbani kwake. Tafadhali nielewe basi. Nifuate. Kwani umesema? Hebu twende. Habari. Haya yote yanatokea kwa sababu yako. Kwa sababu yangu? Kila kitu kimetokea kwa sababu yako fulani laumu. Sasa ni mlaumu nani? Wewe, jilaumu mwenyewe. Hili ni kosa lako. Nani alikwambia uvae gauni kama hili? Kama vipi ungevaa suti tu. Hata uonekane kama mpendeza pamoja na kuchagua gauni hili. Hata hujapendeza. Watu wananipenda sana nikiwa nimevalia sari. Mimi sijali kitu gani unafikiria. Jeuri. Kwa hili. Subiri. Sina jinsi tu. Lakini nisingekuruhusu hata unishike. Hata mimi sina msaada wote, na sivyo nisingekugusa mimi. Siwezi kugusa mwili mchafu kama wako. Tena tulia. Hebu acha kunishangaa. Nitakupiga ngumi sasa hivi. Twende huko. Vizuri sana Abi. Hiki ndio nilichokuwa nakitaka. Kuona wanagombana. Hii inaonyesha kwamba wote wawili. Ebu sogea hapa. Unajua nini Tano? Ulikuwa unawaongelea kina nani? Kuhusu upenzi wapi walioana, lakini kila mara wanagombana. Nikwambie kitu Tano, kugombana na kutunishia na misuli, huo ndio huwa mwanzo wa kila mahusiano. Hata mimi nilipokuwa nimeolewa, nilikuwa nagombana sana na mume wangu, lakini nilikuwa sijui kama huo ugomvi ulibadilika na kuwa mapenzi bila hata kutegemea. Lakini kugombana na kutoa hasira zako nje haimaanishi kwamba ndo uliache penzi lako. Hata kama watu watalichangia penzi lako, bado hutakiwi kumkimbia mwenza wako. Hata wapenzi unaowaona hapa
unawaona wanagombana, lakini iko siku tu watakuja kupendana wenyewe. Na hawa watu ipo siku watakuja kuwa mfano mkubwa sana hapa duniani kwenye mapenzi ya watu. Watakaoona wivu watazidi kuona wivu. Kaka, haina shida. Waita bwana na bi harusi. Wakati wa heri umewadia. Sawa mhubiri, nitawaita. Malizia kila kitu hapo. Abi, njoo hapa. Taratibu, vua viatu vyako hapo. Sawa bibi. Sasa nenda kawaite Alia na Purab na Pragya pia, kwa sababu Pragya atakaa hapa na wewe. Haya bibi. Mimi naenda kumleta Purab, wewe kamlete Alia. Na kama ule binti mwana atanifuata, basi wewe itabidi ukae na mimi pembeni yangu. Hakuna yeyote atakayejua. Naweza kumsukuma kwenye ngazi na hakuna atakayejua. Subiri kidogo. Unaweza kumsukumiza baada ya harusi, maana sitaki tatizo lolote kwenye harusi hii. Na pia unaweza kumsukumiza popote pale ambapo utapataka. Nenda kamwita. Ni wajabu kweli. Makosa yafanya yeye, halafu nashindwa kukubali makosa yake. Hapendi kusaidia watu. Umekuwaje akapata mashabiki? Nashindwa kuelewa. Pragya mwanangu, Abi yuko wapi? Unamtafuta yeye? Hapana, mimi simtafuti Abi. Natafuta majani ya maembe. Mchungaji anahitaji kwa ajili ya ibada. Sijui atakuwa wapi. Hata hivyo nilikuwa nadhani kwamba wewe uko na mumeo. Lakini kwa nini awe na mimi? Nini? Anatakiwa awe na wewe. Nyinyi mlienda chumbani mkiwa pamoja kama hivi. Hakuna haja ya hilo sasa. Kwa nini? Usijali bibi. Nitakwenda mwenyewe mpaka bustanini kukuletea majani ya mwembe. Huwezi kuyatumia makavu kwenye ibada. Hebu subiri kwanza Pragya wangu. Yaani wewe unajua kila kitu vizuri sana. Vizuri sana. Haya basi sawa. Nenda kalete majani ya maembe mabichi, sawa? Nikimwona Abi nimlete kwako? Kwa nini? Kama utakuwa ufikii majani kwenye mti, basi yeye anaweza akakubeba Kama akija kutoka na kimbunga hapa, simtaki. Umesemaje? Hakuna kitu bibi. Wacha niende kuchumia majani haraka. Haya. Purab chumbani kwake hayupo. Sasa atakuwa ameenda wapi? Ngoja nikamwangalia chumbani kwa Alia. Sarah, nimefanya kosa kubwa. Sikutakiwa kumruhusu Buruburu kwenda kwenye sherehe ya rafiki yake. Tizama, vijana wote wako hapa. Kama Buruburu angekwepo hapa, angeweza kumpenda mtu yoyote na ningekamilisha uchumba wake. Harusi zinakamilishwa namna hii. Hivi unakumbuka namna binti wa Sharma alivyoolewa? Ilitokea kwenye harusi ya mtoto wa Shushila, ndo akampata mme wake pale. Mama, nilikuwa tayari nimeshamzuia, ila wewe ukaja na ukamruhusu aende. Sasa ni kwa nini unanilaumu sasa hivi? Siku hizi umeanza kubishana na mimi Unasema nini? Sio harusi ya mwisho, zitakuwepo nyingi. Tutaona tu. Nakuja sasa hivi. Yaani hata bado sijaelewa. Ni rafiki gani huyu ambaye Bulbula ameweza kumfuata ukupuni? Alafu kwa ghafla tu kuna kitu Bulbula atakuwa ananificha. Purab yuko wapi? Ameenda wapi? Itachukua muda gani Nita? Ngoja nikakuletea sasa hivi. Tayari hizi zinatosha. Asante. Unajisikia vizuri sasa hivi? Unanitania Nani anaweza kujisikia vizuri baada ya taratibu nyingi kama hizi? Unajua hii ilivyo ngumu kwangu. Tayari inatosha. Ondoka. Vitu vizuri maishani inabidi vilipie mpenzi. Yaani kumpata Purab umefanya kazi kubwa sana. Na huwezi kuvaa hii nguo siku moja tu. Niamini mimi. Ni lazima tu Purab atakuwa na kumezea mate. Natumai hivyo, kwa sababu tayari nimeshachoka mimi na haya mahereni, mapambo na hii nguo ilivyo nzito na hivi vipodozi vya usoni. Unajua vinanikwaza kwa kweli. Na hizi tulitakiwa tufunge ndoa ya mahakamani. Wenyewe hawana sheria nyingi. Nisingepitia mila zote hizi, ningekuwa nimeshaanza fungate langu na yule kikaragosi angekuwa tayari yuko nje ya nyumba hii. Hebu acha Alia. Wewe ni dada wa mtu maarufu. Hakuna angejua kama ndoa yako ni ya bomani. Ila sasa hivi dunia inafurahi, kwa hiyo wewe furahia sasa. Sawa? Sawa. Twende. Purab yuko wapi? Yeye anakuwa kama bibi harusi na Alia anakuwa kama bwana harusi. Ngoja nimpigie.
Mbona apokee simu? Amechanganyikiwa huyo. Kila mara anapotea dakika za mwisho. Ngoja nikamwangalia chini. Pendo wangu anaonekana mzuri eh? Banti na Babli, inukeni haraka. Sawa? Taratibu. Kaa mwanangu. Sikiliza, bwana harusi kwanza akae kwenye jukwaa, kisha bi harusi. Sawa. Alia kipenzi, Bibi Purab yuko wapi? Abi ameenda kumleta. Usijali, kuwa na mami. Abi? Si ulienda kumfuata Purab? Nilienda kumtafuta bibi. Niliposhindwa kumpata kule ghorofani, nilidhani atakuwepo hapa. Hata kwa hayupo. Nenda, kamwangalia tena. Sawa, ngoja nikamtazame. Subiri kijana, fanya haraka, muda mwafaka unapita. Mchungaji, simamisha muda. Purab, pokea simu bwana. Kaka, mbona unahangaika sana? Purab yuko wapi? Aise, sijui kule kwa sababu nimemtafuta kila mahali na bado sijamuona. Sijui tutakumelekea wapi. Acha hilo kaka. Kaka, Pragi yuko wapi? Atakuwa huko chini. Hayuko huko chini kaka, hata nje pia. Ina maana Purab na Pragi ameenda kubadilisha nguo na labda yuko bafuni. Ngoja nikamwangalia. Miwani, Miwani, uko ndani? Hatimaye ameshajilipizia kisasi mwenyewe. Kisasi? Kwani ina maana kaka wewe huoni? Kaka amejua kwamba mimi naolewa na Purab, na ndio maana akaamua kutufanyia hivyo. Basi na wewe unatakiwa kumwacha. Baada ya yeye kujua kwamba itakuwa hivi, atashindwa kuwa na wewe na Purab pia, na ndio maana akaamua kumtorosha Purab na kwenda naye mbali. Kabla ya viapo vya harusi, kosa letu kubwa tulilofanya ni kumpatia uhuru kiasi kikubwa sana kaka. Yeye ni mjanja sana kaka. Kwa nini hukuliona hili kaka? Kwa kawaida mvulana ndiye hutoroka na msichana, lakini cha ajabu zaidi, yeye ndo amemtorosha bwana harusi wangu kwenye madhabahu ya harusi yangu. Ametoroka naye. Nakupenda Bulbul.
Sasa hivi tumemtoka kuniambia Purab kwamba kwa ajili ya furaha yangu utafanya chochote. Purab, furaha ya dada yangu ndo furaha yangu pia. Naomba moyo Alia basi. Mimi naolewa, lakini lazima yule kikaragosi ataondoka nyumbani kesho asubuhi. Nataka kuhakikisha yule kikaragosi anadhalilika na kutukanwa mbele za watu, kisha atupwe nje ya nyumba hii kesho asubuhi patakapokucha. Na kesho asubuhi ndo itakuwa mwisho wa harusi fupi zilizowahi kutokea hapa duniani. Siwezi kufanya hili, ingawa najua ni kosa langu. Mimi naweza kuharibu maisha yangu, ila sio ya Bulbul. Inabidi niongee naye sasa hivi. Bulbul, pokea simu, nahitaji kuongea na wewe. Nahitaji kukuona sasa hivi, tafadhali pokea simu. Nilisubiri hii siku kwa muda mrefu sana, na leo imefika. Lakini ameharibu harusi yangu na alishamwiba Purab wangu tangu mwanzo, na leo hii tena amekimbia kabisa na Purab wangu. Anahusika kwa kila kitu. Wewe ndio ulimpa uhuru mwingi sana. Ana mabawa. Kulikuwa kuna haja gani? Kulikuwa kuna haja gani ya wewe kumshika mkono wake? Tulimleta kwa ajili ya kumtesa na sio kumpenda kaka. Hukufanya hivyo. Ilibidi uifanye yote kwa pamoja kaka. Basi utakiwa ufanye kwa namna ambayo yeye pia angeweza kukupenda, ili angemtupa Purab na pia angemsahau Purab wangu. Kaka, niambie, kwa nini hukufanya hivyo? Ni mkeo. Unasema nini Alia? Hivi umechanganyikiwa? Kwa nini Abi amchukulia yule kama mke wake? Ndiyo, nimechanganyikiwa. Tafadhali naomba usiingilie hili, kwa sababu msichana kama wewe ulimtoa mchumba wako kwa mtu mwingine na kumruhusu amuoe. Huwezi kujua maumivu ya kufuta harusi. Mimi ndio ninaifahamu kwa sababu limenitokea. Kwa hiyo ni bora unyamaze kabisa, Tanu. Sasa lazima yule kikaragosi ayasikie haya maumivu. Itakuwaje kama ametoroka na kama amekimbia na Purab wangu? Familia yake bado iko hapa. Nitalipiza kisasi kwa kila mmoja wao. Nitahakikisha wote wanafungwa. Sitomwacha yoyote. Alia, sikiliza. Alia, sikiliza. Kusema ukweli, nimechoka kusimama. Sijui huyu Purab yuko wapi. Ndiyo mama, yaani mpaka makeup yangu yenyewe inakauka. Namaanisha najisikia kubabuka. Hata hivyo sasa hivi nahisi kiu. Siwezi kuelezea ni jinsi gani na furaha. Hili ni jukumu langu la mwisho, lakini baada ya hili lazima nikahiji. Plagi atabaki hapa kwa ajili ya kusimamia nyumba, kwa sababu atakuwa na Abi. Wote watabaki kuwahudumia watu wa nyumba hii, alafu mimi nitakuwa huru. Be mkubwa, mbona maharusi wapo hapa? Tunachelewa jamani, muda mwafaka unapita. Sasa ni kwa nini bado hawajaja? Hebu ngoja nikaangalie. Hapana, wewe ni mkubwa wao. Kaa hapa. Kama hautojali, mimi naweza kwenda na kufuata. Sawa. Mwanzoni bwana harusi alikuwa haonekani, na sasa hivi hata Plagi haonekani. Mchezo gani huu? Metali, inakubidi uzunguke kwenye hii nyumba. Mama samani, shangazi, sasa wacha mimi niende nikawatafute, alafu ubaki hapa na bibi. Sawa mwanangu.
Alia, subiri. Alia, hebu acha. Alia, hebu subiri kidogo. Alia, subiri. Bibi, njoo hapa, nataka kuongea na wewe. Nini mwanangu? Bibi, unajua Hakuna kitu bibi. kaka. Twende. Kaka, niache. Alia, ulikuwa unafanya nini? Niache kaka. Yeye ameniibia furaha yangu na mimi lazima niondoe furaha ya familia yake. Naenda kuifahamisha familia yake kwamba ametoroka na mchumba wangu Pura. Sasa kuruhusu fanya hilo. Hautaiambia familia yake chochote kile, umenielewa? Kwa nini nisifanye hivyo kaka? Kwa nini kaka? Unajaribu kumzuia dada yako kwa ajili yake tu. Huyo msichana ambaye amenisaliti mimi. Inakuwaje unailinda heshima ya familia yake kuliko mimi dada yako niliyozaliwa na wewe tumbo moja? Umekuwa na tatizo gani kaka? Ulikuwa ni mtu unaweza kupambana na kitu chochote kile kwa ajili ya familia yako kaka. Lakini sasa hivi sikuelewi kabisa. Hebu niambie kaka. Amekupa nini huyo mwanamke? Hivi uko sawa wewe au hapana? Umebadilika kaka, umebadilika. Ni kwa sababu tu ya yule kikaragosi yule. Unakuwa upande wake badala ya upande wa dada yako. Hebu nyamaza Alia. Sigemea upande wote wala kumtetea yoyote. Mtu ambaye nina hofu juu yake ni bibi yangu tu. Unajua kabisa kama sitaki kuona bibi yangu akilia kivivyote vile, siwezi, na unajua hilo. Alikuwa na furaha sana kwa sababu ya harusi yako. Wewe unaweza kutoa hasira zako, lakini yeye aweze kuvumilia mshtuko huu kwamba mke wa mjukuu wake ametoroka na mkwewe. Nataka ujue kwamba sijali kuhusu mtu yoyote, nachojali ni kuhusu bibi yangu tu. Kwa hiyo unataka nini? Kwa hiyo unataka nimwache yule msichana au nisimame hapa na kuangalia hili igizo kwamba yeye amemtorosha Purabu wangu kutoka kwenye madhabahu yangu ya harusi? Unataka nikae hapa na kupiga makofi? Nyamaza! Nyamaza! Mimi niko hapa. Hebu tulia, tuangalie ni kitu gani cha kufanya. Wewe tulia tu. Pragya, umekwisha. Umefanya kitu ambacho sijawahi kabisa kukifikiria. Na sasa kitu ambacho nitakufanyia ni kitu ambacho hujawahi kukiwaza maishani mwako. Sasa huwezi kunitoroka tena popote ulipo. Hata hivi chochote nilichokifanya mimi naona kama kina faida sana, na yeye atapoteza heshima ya bibi pindi tu atakapoumbuliwa. Halafu na mimi nitakuja hapa kirahisi. Inapendeza. Maskini Alia. Alia amepoteza. Atakuwa mumia sana. Inabidi niwe naye karibu. Wacha niende. Barua ya Purab. Abi, najua kabisa utakuwa na hasira sana na mimi pindi utakapopata barua hii, ila sijutii kabisa kwa hiki nilichokifanya leo, kwa sababu naona kabisa nimefanya kitu sahihi. Kwa hiki nilichokifanya leo, najua nilitakiwa nikifanye muda mrefu uliopita, ila sikuweza kwa sababu sikuwa na ujasiri. Muda umeshaenda sana, najua utajisikia vibaya kwa sababu sijawahi kumpenda Alia. Na hii ndoa nililazimishwa. Abi, wewe hukuweza kunielewa kabisa mimi. Ila sasa nitausikiliza moyo wangu. Ninaondoka kwa ajili ya yule ninayempenda. Na kabla sijaondoka, nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba msichana ninayempenda sio mkeo Pragya, ila mdogo wake Pragya, Bulbul. Mimi najua kwamba Ali alikulazimisha wewe ili umuoe Pragya kwa sababu ulitaka kulipa kisasi kwangu na kwa Pragya, kwa sababu ulifikiri nimemwacha Ali kwa sababu ya Pragya.
licha ya kujua kwamba nilikubali kumwoa Alia kwa sababu Bulbul alitaka nifanye hivyo, yeye alidhani kwamba kama mimi nitamwoa Alia, basi labda angeweza kumkubalia Pragya. Ila nimekuja kujua kwamba baada ya harusi kwamba utamdhalilisha Pragya na kumfukuza nje ya nyumba. Sasa kwa nini nimwoe Alia kama si Pragya wala Bulbul? Kujitoa kwangu kusingekuwa na faida, na ndio maana mimi naamua kuiacha hii harusi. Na Pragya hahusiki katika haya kabisa, niamini mimi. Yeye ni msichana mzuri sana, hajawahi kabisa kukuongelea vibaya wewe wala Alia. Badala yake alikuwa ananiambia nimsahau Bulbul na nimwoe Alia. Abi, usifikirie vibaya watu ambao wanawatakia wengine mazuri, na kama inawezekana mkubali.